Kwenye ndoto za kutafuta mafanikio, kila mmoja anapita njia yake. Na leo nakusogezea dogo wa Kitanzania ambaye alienda kufanya majaribio nchini Uhispania katika klabu inayoshiriki ligi kuu ya Uhispania La Liga, klabu ya Atletico de Madrid. Anaitwa Lanon Khalil Ramadhani. Huyu hapa leo akiwa anaongea na waandishi wa habari baada ya kurejea nchini katika uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere asubuhi ya leo. Naitwa Lanon Khalil Ramadhani, miaka 8. Umeenda mara kadhaa kufanya kliniki za soka. Unataka kuwa nani? Nataka kuwa kama Mbappe. Kwa nini kama Mbappe? Kwa sababu yeye ndio mchezaji wangu bora. Kuna vitu gani ambavyo umejifunza tayari ambavyo umekuwa Ulaya kwa siku chache ambazo umefanya kliniki? Passing, defending, and always tactics. Unawaambiaje wazazi wako, unawaambiaje marafiki zako ambao wanapenda mpira? Naambia kama ninaenda kwa mfano nikafundishwa tactics na how to defend the ball. Kwa hapa Tanzania, mchezaji gani ambaye unampenda? Lionel Ateba. Lionel Ateba. Na kwa nini unampenda Ateba? Kwa sababu yeye napenda Simba mimi. Naitwa Mahmoud Kibwanajoro. Mimi ni mlezi kwa maana ya Lanon Khalil Ramadhani. Ni mtoto wa rafiki yangu karibu sana. Hivyo nashirikiana na familia yake kwa maana ya baba, mama na aunti zake ambao wanasapoti mchakato wake wa maendeleo ya soka. Tumetokea Spain ambako alikuwa na klabu ya Atletico Madrid. Wana academy yao ya watoto. Kwa hiyo last year alikuwa Marekani, pia walimuinvite kwa Marekani na bahati nzuri alikuwa kule. Kwa hiyo wakaona kipaji chake, wakawa wamemwalika kwenye kliniki zao ambazo zilifanyika pale Washington DC. Kwa hiyo baada ya kufanya vizuri kwenye ile kliniki, kwenye ile kempu, wakawa wamehitaji kempu ya mwaka huu ifanyika Madrid, Spain. Kwa wakahitaji pia ahudhurie kwa ajili ya kwenda kushiriki kempu hiyo ambayo ni kempu kama mnavyojua, wenzetu wanafanya juhudi kubwa sana kufanya scouting ya vipaji vya watoto wadogo, na wana njia zao nyingi za kufanya scouting hizo. Miongoni mwa njia zao ni pamoja na hiyo, wanaalika watu tofauti kutoka mataifa tofauti, na wakati mwingine wao wenyewe as a club wanaenda kuweka camp huko katika hizo nchi kwa ajili ya kuvutia watoto kuja kufanya kempu zile, na wanapokuwa wanafanya zile kempu ndio wanapokuwa wanaanza kuona vipaji. Kwa hiyo wanapoanza kuona vile vipaji, baadaye kwenye kempu zao zingine wanawa-invite kwa wale watu ambao wanahisi kwamba walifanya vizuri kempu iliyopita. Sawa, kwa wana-invite kwa ajili ya kuja kufanya tena. Kwa hiyo hii ilikuwa ni session ya pili ambayo tumemaliza, na tutakuwa kuna ya tatu, na kadri session inafanyika mnakuwa mnaanza idadi kubwa ya watu. Mnaanza idadi almost watu 100, baadaye mnaenda mnapunguza 30, baadaye mnaenda hivyo. Kwa mwisho wa siku sasa wanapata ile timu ambayo wao wanahitaji, na mwisho wa siku watakapoona inafaa, basi wanaweza kuanza majadiliano na sisi kwa ajili ya kuanza kumsupport vijana. Ni mara ya pili umesema. Majibu ya safari hii yanasemaje? Majibu ya safari hii bado hayajatoka kwa sababu tunawasiliana nao kwa email mara nyingi. Kwa hiyo majibu hayajatoka, ila kwa sisi ambao kama wazazi tulikuwa pale uwanjani tumeona akafanya vizuri, alikuwa na score, na kuna nyakati zingine alikuwa anabadilishwa nafasi, ni striker ila kuna wakati anacheza kama goalkeeper. Kwa hiyo walikuwa wanampa nafasi nyingi baada ya kuona kwamba ana uwezo wa kupiga na uwezo wa kucheza mpira, na ni mtu ambaye ana ari muda mwingi anataka kucheza mpira kuliko watu wengine. Na ukizingatia ni kipindi cha baridi ndiko mwishoni, ila kawa ni mtu kujitahidi, kawa ni mtu ambaye muda mwingi anataka mpira. Kuna umuhimu gani kuwekeza katika vijana wadogo hasa katika la Tanzania tunapokuwa nafasi kwenda katika soka la Ulaya wakiwa na umri mdogo? Dunia sasa inahama, dunia imehama. Wazazi wengi wamekuwa na ari ya kuwekeza kwenye michezo,
kama mnavyojua mpira sasa hivi ni ajira, na mpira unalipa, na mpira ni kazi kama kazi nyingine. Kwa hiyo kumekuwa na mwamko mkubwa kwa wazazi wengi kwa sasa. Kwa kuna umuhimu mkubwa sana kuwekeza kwenye kipaji cha mtoto mdogo. Kwa umri wake ni mwanafunzi, mnawezaje kuchanganua kipaji na masomo ya darasani kwamba asimisi vyote kwa wakati mmoja? Kwanza tunashukuru shule yake, wamekuwa wanatoa sana ushirikiano. Kwa mfano kipindi hichi tumeenda ni kipindi ambacho tayari wameshafungua shule, ila walitaka kuturuhusu kwamba aweze kuenda kushiriki na hao pia, kwa sababu ni shule inathamini na inatambua thamani ya michezo kwa vijana. Kwa hiyo umetupa nafasi, na vile vile kama wazazi, ndio maana mimi nipo hapa kama msaidizi. Nitaidi kusimamia kwamba aende shule wakati huo na masomo ya jioni, wakati huo mtoto wa Kiislamu anataka aende madrasa, wakati huo pia na sessions za kucheza mpira. Kwa hiyo tunajitahidi na kuzingatia ni mtoto mdogo. Kwa hiyo kuna wakati mwingine ile nature yake ya ubinadamu wake wa utoto udogo inaingia, wakati mwingine anakuwa mzito, wakati mwingine anakuwa nini. Kwa hiyo tunampush hivyo kisha siku tunaweza kumanage. Una wito gani kwa serikali kuhusiana na jambo kama hili kwa watoto? Kubwa nilojifunza kwa wenzetu wanawekeza, hakuna ujanja wala hakuna siasa. Wenzetu wanawekeza na wanawekeza kwa watoto, kwa maana kwamba facility zao ni nzuri, pia kusimamia watoto, kuhakikisha kwamba watoto wanapata elimu zote, elimu ya mpira, elimu ya darasani. Kwa hiyo wito wangu kwa serikali, tuwekeze kwenye mpira, na ukizingatia Tanzania kuna vipaji vikubwa sana. Kwa hiyo wito wangu kwa serikali ni tuwekeze hasa kwenye facility za michezo, ili kuwa inspire watu wenyewe kupenda mpira wenyewe.